na kupandisha viwango vyako vya rohoni kwenye eneo la maombi. Pandisha viwango vyako vya rohoni, spiritual dimensions, kwenye eneo la maombi. Nataka nikufundisha sasa hivyo viwango. Jana niliweka utangulizi na nilikuwa utangulizi mzito. Luka sura ya 11 mstari wa 9 na wa 10. Tutakuwa kwenye mistari miwili tu. Aya ongeza sauti kidogo. Aya the King of glory is here. Aya God is here. Biblia inasema nami nawaambia, tusome kinachofuata kwa sauti kubwa, nanyi mtapewa. Alafu tafuteni nanyi mtaona. Alafu bisheni nanyi mtafunguliwa. Nilikwambia jana hivi, unaangalia mwanzo wa neno na mwisho. Mwanzo wa neno na mwisho kwenye mstari huu. Kwa mfano, ombeni nanyi mtapewa. Unaangalia ombeni, alafu mnapewa. Tafuteni mnaona. Bisheni mnafunguliwa. Kwa hiyo haya maneno pacha omba utapewa, tafuta utaona, bisha utafunguliwa. Nataka nizungumzie hapo dimension za rohoni 3. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Naomba Kiingereza chake. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Alafu seek, ye shall find. Seek, ask, seek, and knock, it shall be opened unto you. Sasa nafundisha viwango vitatu. Sasa mnisikize kwa makini. Umesikia mara nyingi sana Mkristo anakuambia kwamba nililiombea jambo fulani, nimeliombea kwa muda fulani alafu sikupata majibu. Na baadaye umesikia kwa makini kabisa. Unasikia Kristo anasema nililiombea kwa muda fulani lakini sikupata majibu. Nilimwombea mama yangu kwa muda fulani lakini akawa amekufa. Niliwekeza kuombea jambo fulani lakini baadaye alikuja kama nilivyotarajia. Nisikilize. Hakuna ombi ambalo limetokea kwenye motive sahihi, msukumo sahihi, ambalo Mungu atashindwa kulijibu. Kila ombi lenye msukumo sahihi ndani, ambalo halina ubinafsi wote, lazima Mungu alijibu. Naomba kama tayoto, naomba lishike la moyoni mwako. Leo nakufundisha hivi ili usije ukakaa kwenye contradiction, kwenye hiyo sintofahamu ambayo wanayo wengine, ya kwamba nilimwomba Mungu lakini hakunijibu. Hakuna kitu kinaitwa nilimwomba Mungu alafu hakunijibu. Tuliona jana. Nasema je, hata acha kuwapatia mema wale wanaomwomba usiku na mchana. Inasema he shall avenge speedily. Yani Mungu ataingilia kati jambo lao kwa haraka. Neno avenge, ilo neno kuwapatia haki, King James imetumia avenge, lakini Amplified imetumia defend, protect. Imetumia neno defend, kutetea. Yani mimi nitatetea jambo lao, nitatetea dawa yao mpaka italeta matokeo. Mimi nitatetea jambo lao, afu mimi nitawalinda kwa hakika wamepata matokeo. Huyo ndo Mungu ninayemtumikia. Sio Mungu mwenye akili mbili. Sio Mungu anaendeshwa kwa hisia, kwamba leo hajajisikia vizuri kujibu. He is committed to answer you. Kwa sababu nasema hivi, mtafuteni Bwana maadamu mnijibu kwa sauti. Kama watu wa imani, anapatikana. Yani manake Mungu, he is very available kwenye kila kesi inayopelekwa mbele yake. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Alafu nasema mwiteni maadamu yu karibu. Yeremia 23:23 nasema Mungu ni Mungu aliye karibu, hayuko mbali. Kwa maana yuko hapo. Usifikiri kwa Mungu ni mgeni na jambo ambalo
Unamuomba kana kwamba ni mgeni, kana kwamba unamuelimisha. Anajua in fact zaidi ya wewe unavyolijua hilo ambalo unalitaka mwenyewe. Kwa hiyo hakuna na kuingizia hilo wazo kwenye moyo wako leo, na ulikumbuke siku zote za maisha yako ya kwamba hakuna ombi sahihi litaombwa na mtu wa Mungu na Mungu asilijibu. Issue ni kwamba Wakristo wengi hawajafundishwa viwango hivi vya maombi. Ndio maana wengi wanakuja kuishia mahali wanasema Mungu hajanijibu, anamaliza hapo. Ameomba kipindi fulani basi Nimekuwa hapa mfano wa mwanamke mmoja aliyeomba miaka 5. Alikuwa anaomba milima ihamishwe. Ilihamishwa haikuhamishwa? Ilihamishwa. Hakuna kitu kitaitikia maombi kama kimesukuma na neno la Mungu. Nataka nikupe uhakika. So ukiona mtu anakuambia hajaona majibu ya maombi yake, ujue ameishia mahali fulani. Sasa nisikilize, hatua au level ya kwanza, kiwango cha kwanza cha kuomba ni hiki hapo. Rudisha kwenye hiyo nani? Luka sura ya 11. Wengi wameishia hapo. Na mimi sitaki kuishia hapo, sasa nataka nifundishe leo vitu vingi. Mstari wa 9. Wengi wameishia dimension ya kwanza. Nisikilize, kiwango cha kwanza cha washirika wachanga, waga niombeni nanyi mtapewa. Na hii inafanya kazi mara nyingi sana kwa wale wachanga. Nyie mna majibu mazuri. Watu wachanga wanaweza mpaka kumwajibisha Mungu kwa vitu vya kijinga sana. Mtu mchanga anaweza kumwambia Mungu, Mungu, kama kweli nimekufuata na upo na mimi, isifike jioni. Anaweza kumpa Mungu siku 2 na Mungu kweli akafanya. Mungu akawa kama mtumwa kwake kwa sababu ni mtoto mchanga. Anaweza kumwekea Mungu hizo commitment. Sababu mtoto mchanga, ufahamu wake bado ni mdogo. Na Mungu anafanya. Hivi na habari maombi mengi, kuna maombi mengi alijibiwa kwenye ignorance. Kuna mambo Mungu aliyajibu kwa mtu kutoka kwenye ujinga. Alafu sasa tunakuja kwa watu ambao wamekaa kanisani kipindi fulani. Anachoona ni mshirika mmoja hivi mwenye miezi 2 kanisani. Ni shuhuda jumlisha shuhuda. Anaanza kujiuliza maswali. Huyu ana fake? Ametokea wapi? Bwana kila Jumapili, Bwana amenitendea, Bwana amenifanyia hivi, namshukuru Bwana. Sisi tulokaa hapa mbele tunaomba kila siku, maana tuonaga anayasema. Sasa watoto wachanga wako kwenye level ombeni nitapewa. Na sikiliza, wasipopewa wanaweza kuacha wokovu. Huyo mtu mdogo anakaa kanisani, alikuwa anakukatabia, alafu Mungu anabadilisha kibao. Anasema wakati wa ujinga nilijifanya sioni. Kwa nilikuwa nakupa tu sasa na ujinga wako, mara hii lazima ukue. Kuna kijana mmoja alipokoka akajaa Roho Mtakatifu akaanza kufunga. Akaanza kuamuru wachawi wafe. Anasema katika jina la Yesu mama fulani na kuita hapa na kukata kufa. Na kesho akasikia kweli amekufa. Akasema Mungu katika uungu wake kweli akafanya ile jambo. Nguvu za Mungu zikampiga yule akafa. Anasema siku ya pili akamshika mwingine. Anasema nakupiga. Mungu akamwambia sasa sikiliza sasa. Nilifanya vile kutia moyo kwamba waga najibu hata haya. Yaani sasa unawaua wote. Wengine wanapaswa kuokoka. Akamwambia ili atufanyi, ili nataka ukue. Maana nikikuachia hapo unashangaa unamaliza watu 10. Wengine walipewa tu ushauri kukulazimisha, utawaua. Ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ni dimension ya kwanza, ni kiwango cha kwanza. Ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ndio Wakristo wengi na wasumbua. Nimeomba sijapewa. Nisikilize, ask it shall be given to you. Hiyo ni level ya kwanza. Unaweza kumwekea Mungu siku, ninafunga siku 3. Nitakapofungua tu, wewe umeshalifanya ile jambo. Na kweli siku unafungua tu naye ameshalifanya. Yes. Nakubariki sana Mungu wangu. Hapo Mungu amechukua mfumo wa servant. Lakini he is sovereign God. Ni Mungu mwenye mamlaka. Anakubali kuwa mtumwa wako kwa sababu ya ujinga wako kwenye ile eneo. Unapozidi kukua unashangaa hiyo ombeni nanyi mtapewa inakata. Inakuwa kwenye maeneo machache sana. Hiyo ombeni nanyi mtapewa. Unaweza kuomba usione, ukakiri usione, ukafunga usione. In fact na watu wengine ambao unafunga 3 kavu, siku 3 ndio unaota vitu vinavyokuchanganya zaidi. Afadhali zile siku ambazo ulikuwa hujaomba. Unakutana na mambo ya ajabu zaidi. Yaani ile siku unafungua ndio mambo yanaharibika.
Yule aliyokuwa anamwombea, Baba nageuza moyo wake ninapoingia kwenye tatu kavu, ile siku ya tatu ageuzwe kama hauswero. Siku ya tatu ndo anakuja kugongea mlangoni, ganga, ndo amefufuka. Yani ndo amefufuka, ana hari zote, ana nguvu zote kukujia. Sasa ukishia kwenye level ya ombeni nanyi mtapewa, ukishia hapa, ni rahisi kudharau wokovu, ni rahisi kudharau nguvu za Mungu, afu ni rahisi kukata tamaa hapa ukishia kwenye level. Kuna mambo Mungu kwa sababu ya uungu wake hawezi kuyaruhusu yakaishia kwenye level ya kitoto kama hii ya kwanza. Ya Baba naomba mpaka jioni nitakapofika nipate muujiza wa samaki. That's very good one. Lakini kwa wale ambao wanataka kufanya vitu vikubwa na Mungu, atakutoa kwenye haya maeneo. Ndio maana kuna wengine tumeacha kuomba aina fulani ya maombi. Kwa hiyo mambo yanajileta yenyewe. Kwa mfano mimi siwezi kuombea chakula, siwezi kuombea kitu chakula tena. Kwamba niombe Mungu anisaidie chakula jioni. My good God. Nimeshasahau siku nyingi. Ndio maana nasema ni maombi ya mtu fulani kanisani. Yaani anaombea atakula nini jioni. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, mpaka unaweka wazee wakubwa wawili hao. Watatu. Ninaomba kabla ya jioni ufungule mlango wa kula chakula. Kuna wengine hatujui haya maombi tena. Siwezi kumwomba Mungu kodi. Hapana, hiyo kitu imeshapita. Na haiwezi kurudi nyuma tena. Yaani imeenda. Siwezi kumwomba Mungu cha kuvaa. Imeshapita hiyo. Nimeshatoka. Hii ombeni nanyi mtapewa ipo kwenye class ya chini. Tena in fact wakati mwingine inadili na mahitaji sana ya kimwili. Hajaanza kufika kugusa mapenzi ya Mungu makamilifu. Hajaanza kutibua ndani kujua. Mandere bosai. Haya yako juu. Nipatie Ayubu sura ile ya 28. Nikufundishe kitu. Ayubu sura ya 28. Tutarudi hapa. Ayubu sura ya 28 anza mstari wa kwanza. Naonyesha kitu hapo. Kwamba hii ni dimension. Vitu vikubwa havipatikani kwenye dimension. Angalia hapo. Ukitaka kujua mambo makubwa yapo kwenye klasi ya namba 1 ya ombeni nanyi mtapewa. Kuna klasi nyingine haupewi tu kwa sababu umeomba. Anakuambia hakika kuna nini? Soma kwa sauti, kuna nini? Soma tena kwa sauti, kuna nini? Kuna shimo wachimbako fedha, alafu na mahali wapatapo dhahabu waisafishayo. Liko shimo. Ikisha sema shimo maana yake nini? Kuna kuchimba na kuingia ndani. Kwa kuna wakati mwingine Mungu akujibu kwa sababu lengo ni nini? Ni uingie. Sasa hapa jumuiya ya Wakristo, Christendom ya Wakristo duniani nyingi imepigwa kwenye ombeni nanyi mtapewa. Baada ya kuona wameomba na wajapewa, wengi kiwango chao cha imani ushuka, shauku yao na Mungu ipotea. Sasa na wewe ambao uko mahali hapa, nataka ujue ya kwamba pana dimension zingine mbili kubwa za kimaombi. Usiishie kwenye moja ya watoto wachanga. Ndio maana Biblia inasema hivi, nani kwenu ambaye mtoto wake, imetumia mtoto wake, atamwomba mkate na akampa jiwe? Umeona Alafu atamwomba samaki akampa nyoka, mtoto wake. Inaonyesha kabisa ni level. Hii level ya ombeni mtapewa ni ya watoto. In fact ipo kwenye level ya care ya baba kwake. He has to be very careful na mtoto. Kuna level namba 2. Nataka niwafundishe leo sasa. Hiyo nataka niingie ndani kidogo. Rudi kwenye kitabu cha Luka sura ya 11. Mstari wa 9. Sasa mnisikilize kwa makini. Ukiona umeombea jambo halijajibiwa, nenda kwenye level ya pili. Level ya pili ya maombi, kiwango cha pili cha maombi ni tafuteni nanyi mtaona. Hiyo ni level ya pili. In fact level ya kwanza naita prayer realm, ambiko kwenye ask. Lakini level namba 2, kwa wale ambao wanajua kuandika Kiingereza unaweza kuandika understanding realm, revelational realm. Ni kiwango cha ufahamu, ni kiwango cha ufunuo.
Ni pale baada ya kuomba kuona jambo lijatokea, unatoka hapo sasa. Sisemi uache maombi, uache maombi, ili unapanda na maombi pamoja na kutafuta ufunuo na ufahamu. Mungu anataka nifahamu nini nyuma ya jambo hili, kwa nini anijibu. Anakuvuta ufahamu. Kuna kitu ukifahamu nyuma ya jambo hili. Kuna wakati Mungu amjibu mtu kwa sababu kuna kitu akifahamu kwa habari hilo jambo ambalo analiombea. Ndio hii sasa, tafuteni nanyi mtaona. Kutafuta kuna kupelekea kufanyaje? Na kuona ni level kubwa zaidi. This is understanding realm. Hii ni level ambayo Mungu anataka ufahamu. Mungu anataka ufahamu. Mungu anataka ufahamu. Kuna kitabu cha Daniel sura 9 mstari wa 2. Mungu anataka ufahamu. Hiki kinachowafundisha ni kimekomaa sana. Yaani hiki ndio kinakutofautisha wewe na mchanga. Mchanga akiona hajajibiwa maombi, anakata tamaa, kwanza anatupa kule. Ila mkomavu akiona ameombea jambo, hajatoa matokeo, anaanza kutafuta. Anaomba alafu anatafuta. Nini anatafuta? Anatafuta ufahamu. Listen, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, nafikiri ni Dario, mimi Daniel, kwa kuvisoma vitabu, alifanyaje? Na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjilia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa Yerusalemu, yani miaka 70. So naomba nielewe kidogo, nisikilize. Huyu ni Daniel. Amekuwa akiomba siku zote, Mungu, tutakaa kwenye nchi ya watu mpaka lini? Tumeacha nchi yetu haina mtu, inazidi kuwa ukiwa, tutakaa mpaka lini? Nataka niwafundishe kitu kikubwa sana hapa. Tuka kwenye kitabu cha Daniel. Tutakaa mahali hapa mpaka lini? Huyu ni mshirika sasa, yupo kwenye mazingira fulani, anajiuliza maswali. Mungu, no way. Hii kitu, hii hatua hii ya kiuchumi ninayo miaka 4 sasa hivi. Ni kama hakuna jambo jipya linatokea kwenye maisha yangu. What's happening? Ndo Daniel, tutakaa mpaka lini kwenye nchi ya watu? Tumeacha nchi yetu, tumekaa tunawafaidisha watu kila siku hapa. Hiyo ilikuwa ni level ya maombi. Anaomba kila wakati, anaomba kila wakati. Mungu, hivi Mungu natutazama au mazingira gani haya? Tunakaa hapa kwenye nchi ya watu, ni kweli tunafanya kazi, tunakula, na tumeacha nchi yetu kule haina mtu. Lakini katika ile kuomba kila wakati hakupata majibu wala hakuna chochote. Akatoka kwenye level ya kuomba kikawaida, nipe attention kidogo. Akatoka kwenye level ya kuomba kikawaida, akapanda viwango. Anaomba jumlisha kutafuta, akawa anaomba jumlisha kutafuta, akawa anaomba jumlisha kutafuta, akawa anaomba jumlisha kutafuta. Na alitafutaje? Akaanza kuvisoma vitabu. Katika kuvisoma vitabu akaona na alifahamu na aliona. Nikapata picha. Kumbe Mungu alishamwambia Yeremia. In fact, jambo lake ambalo alikuwa analiangaikia miaka yote, alikuwa anamuuliza Mungu miaka yote, alishaambiwa Yeremia. Na Mungu yuko hivi, kama alisema hata alisema tena, tafuta ulijue. Kumbe alishamwambia Yeremia ya kwamba ukiwa huu unatimizwa ndani ya miaka 70. So I was thinking, nilikuwa nafikiria hivi, yamkini hapo Daniel alikuwa na miaka tuseme 60 ya umri wa kuwepo Babeli. Kwa sababu Daniel aliingia Babeli kwenye miaka 15 mpaka 18. Tuseme hapo alipo amekaa tayari miaka 60. Na nataka tutengeneze concept hapo. Tuseme labda na miaka sasa 78. Na akapiga hesabu ameshakaa miaka 60 Babeli. Na toka amesoma hili amegundua walipaswa kukaa miaka 70. Sasa anajua siku hiyo ya kwamba wamebakisha miaka mingapi? 10. Hapa nikuulize swali. Maombi ya Daniel wakati hajui na maombi ya Daniel wakati amejua imebaki miaka 10 yatafanana? Hayatafanana. Huyu ambaye alikuwa hajui yamkini alikuwa analalamika. Huyu ambaye alikuwa anajua atagundua hapa issue ipo kwenye kuomba tu, issue ipo kwenye kufanya maandalizi ya kuondoka. Kwa sababu muda wa kukaa umefanyaje? Umeisha. Siku ukiona utagundua maombi yako yanabadilika. Maombi ya mtu anza kubadilika anapotafuta kuona, na ukiona tu mambo yako yanabadilika. Ezekiel sura 11.
Na hapa sira tofauti sana. Ezekiel sura 11. Angalia rabashanda rabakos. Huyu ni Ezekiel. Nataka muone kitu cha ajabu sana. Huyu ni Ezekiel. Amekuwa akilalamika. Hiki ambacho nakufundisha leo, ninajua hujawahi kufundishwa na mtu. Kwa hiyo ukikisikia kishike, anza kutembea nacho. Itakusurprise. Hata kama itachukua mwaka mmoja, lakini lazima ujibiwe maombi yako. Hakuna retreat ya kumwachia Mungu maombi tuliyomwomba alafu tusitake majibu kwake. No way. Angalia. This man of God, huyu mtumishi wa Mungu Ezekiel, amekuwa akiona mambo mabaya kwenye mji. Mambo mabaya. Watu wanajenga nyumba zinaishia kwenye lenta, haziendelei. Watu wanakufa ndani ya mji. Maisha mabovu anayashuhudia kwa macho. Ilimsumbua sana Ezekiel. Siku moja Ezekiel sasa nafikiri aliomba akaomba, kama vile hakupata majibu. Nini kinatokea? Leo Roho Mtakatifu akampeleka kwenye exposure, akamtaka aone. Sasa huyu Daniel na huyu Ezekiel alikuwa anaomba, analalamika. Nini kinatokea kwenye mji? Angalia, siku ameona kuna jambo alifanya likazaa matokeo. Sikiliza, kuna dimension ambayo utazaa matokeo mpaka uone. Nataka nionyeshe siri ya tofauti sana hapa. Tena roho ikafanyaje? Ikaninua. Ndio nasema kupandisha viwango. Roho ikanipandishia viwango, ikanitoa mahali nilipo. Ile level ya kwanza ya kuomba tunakulalamika, ikanipandisha roho. Alafu angalia, ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, liloelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia palango walikuwako watu wangapi? 25. Na katikati yao akamwona mmoja ya viongozi, nikamwona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya. Nao ni wakuu wa watu, ni viongozi kabisa wa kiserikali, lakini wako rohoni, wana limwengu mbili. Mchana wanafanya vikao vya kimwili, usiku wanafanya vikao vya rohoni. Siku ameona mtizamo wake na mambo yake alibadilika. Angalia ninachofuata mstari wa 2. Unielewe, usishie tu kunishangaa nachokiongea. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu. Yaani haya maovu nayoona ndani ya mji ndio hao wanatunga uovu. Wewe siku ukiona hiki kitu, maisha yako maombi yako yatabadilikia pale pale. Watu hao ndio watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji. Ukiona mambo mabaya yanatokea kwenye mji, ujue ni hawa ndugu. Ukiona maovu yanaendelea, ujue ni hawa ndugu. Ukiona damu zinamwagika, ujue ni hawa ndugu. Hao wanatunga uovu na kutoa mashauri mabaya na kuyaingiza mjini. Siku ameona Ezekiel, mambo yake yalibadilika sana. Na mambo yake yalibadilika. Angalia. Cheka anachokisema. This ulimwengu ukiangalia mwilini utajidanganya mno. Wakati mtu anahangaika kujenga, kuna watu wanasema rohoni, wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu. Yaani utajenga nyumba miaka 10. Wanakuambia wameweka sheria rohoni, si karibu. Alafu wanasema hivi, mji huu ni sufuria, sisi ni nyama. Maana we are the influence of this city. Mnajua sufuria isiyo na chakula hainaga uzito, si ni sawa? Uzito wa sufuria ni uwepo wa chakula kwenye sufuria. Ajabu kusema sisi ndio uzito wa mji huu. Huyu ndo mwanadamu anaona. Huyu mwenzako anaona sasa. Uone mambo yake yatakavyobadilika. Unajua hii hali hii utakuta mtu anavyoomba kilegelege, mdhaifu lalala, ni kwa sababu hajaona. Siku mtu akiona atakuwa aggressive kwa namna isiyo ya kawaida. Sasa unafuata. Bas. Unaona maombi yamebadilika. Mwanzo alikuwa anajiuliza maswali, Mungu nini kinaendelea? Hayo ndio ilikuwa maombi yake. Anaomba kwa kulaumu maswali, lakini alipona maombi yake yakabadilika. Yakatoka kwenye level ya malalamiko na maswali mengi, yakafika kwenye level hii hapa. Toa nabii juu yao. Alafu endelea. Cheki hapo. Roho ya Bwana kaniangukia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno hayo enyi nyumba ya Israeli, maana mimi najua ingiao katika mioyo yenu. Endelea mstari unaofuata. Mmeongeza watu wenu waliouawa ndani ya mji wenu, nanyi mmezijaza njia kuu
zake waliouawa. Okay. Basi Bwana asema hivi, watu wenu waliouawa ambao mmewalaza katikati yake, hao ndio nyama hiyo, na mji huu ndio sufuria, lakini ninyi mtatolewa nje kutoka katikati yake. Ninyi mmeogopa upanga, nami nitauleta upanga juu yenu, asema Bwana. Ni mtu aliyeona. Angalia, nami nitawatoa ninyi nje kutoka katikati yake na kuwatia katika mikono ya wageni, nami nitafanya hukumu mendaraka kati yenu. Mstari unaofuata, mtaanguka. Sema kwa sauti, mtaanguka kwa upanga. Maombi yamebadilika. Huyu sasa hivi anaamuru mtaanguka kwa upanga. Anaongea rohoni na wanadamu wa rohoni, na wanamsikia rohoni. Hapo amepandishwa rohoni na Roho Mtakatifu. Alafu nitawahukumu katika mpaka wa Israeli, nani nitajua kwamba mimi ndimi Bwana. Mstari unafuata, mji huu hautakuwa sufuria lenu, napindua sheria, wala ninyi hamtakuwa nyama ndani yake. Nitawahukumu katika mpaka wa Israeli, nanyi mtajua kwamba mimi ndimi Bwana, kwa maana hamwenendi katika amri zangu, wala hamkuzishika hukumu zangu, bali mmetenda mambo kama hukumu za mataifa wanaozunguka. Mstari unafuata, angalia kinachotokea. Ikawa nilipotoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafanyaje watu wa Mungu? Akafa. Lakini mwanzoni yale maombi ya ombeni nanyi mtapewa yanaweza kuacha kwenye maswali. Ile ukipanda viwango utaona. Ukishaona maombi yako yanabadilika. Alipotoa nabii juu ya 25, mmoja akafa. Tena ni kiongozi kabisa. Na alipokufa naamini kikao kilishia pale pale. Sababu ukimua mmoja lazima sintofahamu ingie kwa wote. Kwa hapo tayari mambo yalishageuka hapo. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1. Hivi ndio tunapaswa kujua. Ukiona ombi halijajibiwa, panda kiwango, anza kutafuta. Daniel alitafuta kwa vitabu. Ezekiel yamkini alitafuta kwa maombi mpaka Roho akampandisha. Kupandishwa maana yake alitafuta aswa. Habakuki sura ya 2. Unaona mwenzako Emrudi tafuta ile misada alikuwa analalamika sana Habakuki. Nataka ile misada anamlalamikia Mungu. Unaona mwenzako mambo yanaendelea hayaeleweki, anashindwa kuyaelewa. Unajua kwenye mji anaokaa anashindwa kuyaelewa. Angalia, alikuwa anaomba hapa, analia akiona mazingira alivyo, analia. Wewe usitake kusikia mpaka alisi Mungu amsikii. Ndio nazungumza na washirika wale ambao umekuwa umeanza kuliombea jambo ni kama Mungu asikii vile, na ndio nakufundisha kanuni, alafu na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Kuna wakati mtu anafeel kanisani yako Mungu hataki kumsaidia, Mungu hataki kumtoa kwenye jambo fulani, Mungu hataki kumpa jambo fulani, nao hutaki kuokoa. Hapa analalamika. Endelea. Mbona wanionyesha uovu? Mpaka kaisi kama ni Mungu anamuonyesha uovu na kunitazamisha ukaidi. Alafu maana uharibifu na udhalimu huu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Mambo yanatokea wapi? Bwana unanitazamisha ya mambo. Endelea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea. Naona Mungu, unaona sheria imelegea. Nilikuwa naomba hivyo, wala hukumu ipatikane. Unaona hukumu ipatikane. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Yaani hata kama ukienda mahakamani, mtu mbaya lazima atashinda. Sasa toa rushwa, hukumu imepotoka. Mstari unaofuata. Angalieni enyi mlio, achana na huo. Tuna kwenye sura ya 2 mstari wa 1. Hapa alikuwa anaomba. Cheki sasa. Akatoka kwenye level ya maombi akaenda kwenye level namba 2, inaitwa seek and ye shall find. Tafuteni nanyi mtaona. Kwa yeyote atakaye iposition roho yake, atakayeiweka roho yake kwenye nafasi fulani ya kutafuta, ni kuhakikishia lazima ataona. Na kuhakikishia mimi, sababu hilo jambo Mungu amenisaidia mara nyingi sana, siwezi kuhesabu. Utaona lazima. Ukitafuta lazima utaona. Angalia, mimi nitasimama katika zamu yangu. Kusimama katika zamu yake ni kujiweka kwenye nafasi ya kutafuta kujua. Kwa nini? Mbona sijibiwi? Mbona nimelalamika mno?
Sijui alalamika miaka mingapi. Mbona sielewi? Nitajiweka juu ya mnara, alafu nitaangalia ili nifanyaje? Nataka mnisaidie. Nitaangalia ili nifanyaje? Nione. Hii nitafuteni nanyi mtaona. Ni level namba 2. Nitaangalia ili nione. Hii ni level ya juu zaidi. Nitaangalia ili nione. Yaani pana uhakika wa kila mshirika akitafuta vizuri anaona. Kila mshirika nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari za kulalamika kwangu. Mstari unafuata. Bwana akanijibu. Ukishajiweka kwenye nafasi ya kutafuta kujua, atakujibu. Bwana akanijibu. Akasema iandike njozi. Ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kusoma kamaje. Anajaribu kumwambia hapa kitu gani? Niambie ni kitu gani unataka nikifanye. Acha kulalamika yanayotokea. Wewe unaona nini? Acha kulalamika matatizo yaliyopo kwenye mji. Wewe unaona nini? Unachokiona niandikie, nikione. Mimi sijibu malalamiko, najibu nachokiona, kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukitafuta pana uhakika wa kuona. Danieli sura ya 10. Rudi kwenye Danieli sura ya 10. Rudi kwenye Danieli sura ya 10. Ile somo sina notes hata kidogo. Yani sina notes hata kidogo. Nilikuwa na kichwa cha somo tu peke yake. Kwa hiyo ninaenda hivyo hivyo. Sina notes hata kidogo. Kwa sababu nilikuja ndani yangu kwa namna tofauti sana. Ile nimejikuta mimi nimekuwa nikiliapply kwa namna tofauti. Na nimeona mkinisaidia. Nakumbuka wakati fulani niliwapo ushuhuda. Kuna jambo lilinisumbua kidogo mimi na mke wangu. Nilisumbua kidogo. Katika ile hali ya kusumbuka, nikaanza kutafuta. Mtumishi wa Mungu Bishop Yohana hapa akanitokea kwa ndoto. Akaniambia take the validity of the word of God. Maneno machache sana. Anajaribu kuniambia kitu gani? The word of God is valid. Yaani neno la Mungu linafanya kazi. Alafu akajaribu kunipa mifano ya watumishi wa Mungu fulani ambaye nawafuatilia. Akaniambia yule ni matokeo ya neno, yule ni matokeo ya neno na yule ni matokeo ya neno. Visha nikakata. Sikiliza. Hiyo ndoto ikaishia hapo. Siku kadhaa mbele nikapata kitabu chake kimeandikwa Be Fruitful. Kile kitabu, nisikilizeni watu wa Mungu, nilipokishika nimetoka hapa kwenye maombi ya asubuhi saa 1. Nikaenda kukaa kwenye kiti cha plastiki chumbani kwangu. Kutoka saa 1 mpaka saa 12 jioni, bila kushusha mguu wangu na kwenda chooni, bila kuongea na mke wangu, sikuongea na mtu, sikuenda chooni, sikutoka nje, sikulala kitandani, sikusinzia, sikusimama. Nilikiangalia kitabu hivi masaa 10 bila kuondoa macho yangu. Alafu yale maneno aliyoniambia kwenye ndoto nikayakuta mwisho wa kitabu. Nikayapata. Pana uhakika kwa kila mtu anayetafuta kuona. Ni level namba 2. This is understanding realm. Hii ni hatua ambayo si kama unatafuta tu Mungu, mbona Mungu hajajibu kwenye hili? No, kama hajakujibu kwenye ngazi ya kwanza, tafuta kufahamu. Unataka Mungu, unaanza kutafuta kwa Mungu. Unataka nifahamu nini Mungu nyuma hili? Unataka nifahamu nini? Usikae ukasema niliomba alikupata majibu basi achana nalo. Ukifanya hivyo tuendelea. Daniel sura ya 10. Katika siku zile mimi Daniel nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Naomba niwaambie kitu. Hapo maombi ya Daniel yana uhakika mwingi mno. Amefunga wiki 3, siku 21 kama mtu aliyejua. Ameshajua wana miaka 70. Na ameshajua ameshachukua miaka mingapi. Na ameshajua imebaki miaka mingapi. Sasa nenda kuomba kama mtu mwenye ufahamu. Sura 20. Sura 9 mstari wa 20. Sura 9 mstari wa 20. Naomba mstari wa 20. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Endelea. Mstari wa 21. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Mstari unaofuata. Akaniagiza akaongea nami akisema, Daniel, angalia kitu cha ajabu.
Angalia kitu cha ajabu hapo. Nimetokea sasa ili nikupe nini? Akili, ili upate kufahamu. Nimetokea ili nikupe akili upate kufahamu. Kwa kuna mambo mengine watu Mungu hawapi kwa sababu hawana nini? Akili. Kwa lazima Mungu ajifunue, ampe akili apate kufahamu. Mnakumbuka wale ndugu waliokuwa nenda Emau, Kleopa na mwenzake? Angalia, wametembea na Bwana Yesu lakini hawakumfahamu. By the time wanashiriki meza ya Bwana, macho yao yakafunguliwa. Unajua walichokisema? Walisema hivi, mioyo yetu ilikuwa iko wapi wakati tulikuwa naye? In fact tunasema hivi, tulikuwa tumekufa wakati tulikuwa naye. Na kutokea pale ukishuka chini utagundua baadaye ilibidi Bwana Yesu afunulie akili zao wapate kufahamu maandiko. Kuna wakati mwingine ukiona maombi hayajajibiwa ujue unakosa akili ya kufahamu. Angalia hapo. Ndipo hapo anazungumzia 24 sasa hiyo. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kuna wakati mwingine maombi pekee ambayo Mungu, kuna wakati mwingine namna pekee ambayo Mungu atakujibu ni kukupa akili ufahamu. Kukupa akili ufahamu. Hivi namsaidia mtu mmoja hapa Kama ni amen isikike amen. Sura ya 10 mstari wa 11. Daniel sura ya 10 mstari wa 11. Daniel sura ya 10 mstari wa 11. Daniel sura ya 10 mstari wa 11. Akaniambia, Daniel mtu upendwaye sana. Listen. Read. Daniel mtu upendwaye sana. Yafahamu maneno nikwambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, na alisimama nikitetemeka. Ndio kama ile Ezekiel 2:2 aliposema na mimi roho ikaniingia, ikanisimamisha nikamsikia. Kwa alipofahamu akasimama. That is understanding realm. Ni level ya pili ya maombi ambayo ni tafuteni nanyi mtaona. Hasa hapo mtoka kwenye level ya wachanga ile. Umeona jambo halijajibiwa unaanza kutafuta. Sasa kuna namna kadhaa za kutafuta. Namna ya kwanza kutafuta ni kusoma. Namna ya kwanza kutafuta ni kusoma. Namna ya kwanza kutafuta ni kusoma. Namna ya pili ya kutafuta ni kumuuliza Mungu. Unaruhusiwa kumuuliza Mungu, na niliwahi kufundisha hilo somo kabisa liko YouTube. Namna ya pili ya kutafuta ni kumuuliza Mungu. Unakufundisha hivi. Kuna majibu mengine hayapo kwenye ombea nanyi mtapewa. Kuna majibu mengine hapo kwenye kutafuta. Ukitafuta unaona. Tena ukitafuta unaona. Na najua ukishaona unakuwa uko imara zaidi ya yule aliyejibiwa tu kwenye ngazi ya kwanza. Namna nimesema namna ya ngapi? Ya pili Nimesema ni ipi hiyo? Kumuuliza Mungu maswali. Namna nyingine kujiuliza maswali. Wewe. Kuna wakati ukijiuliza maswali vizuri maombi yako yanajibiwa hapo hapo. Yes. I teach you wisdom. Kuna wakati ukijiuliza maswali vizuri maombi yako yanajibiwa hapo hapo. Wala hata uhangaiki. Alafu level ya Namna nyingine ya 4 ya kutafuta ni kuwauliza watu wenye matokeo kwenye ile eneo. Waulize watu wenye matokeo kwa ile eneo. Mtu anaombea ndoa, anaombea hii ni mwaka wa pili. Anaomba na nazidi kuwa mbaya. Anaomba na nazidi kuwa mbaya. So hapo kuna shida kubwa sana. Tuna miaka mingi anaombea ndoa inaharibika kila siku. Kuna wakati mwingine inabidi utoke, umtafute mtu mwenye matokeo mazuri kwenye ile eneo, alafu muulize maswali. Hivi mume wako akiingia akifanya hili na hili, wewe unafanyaje? Unakuta akikuelezea tu ndio mambo yako yamejibiwa hapo hapo. That's very powerful. Mimi imenisaidia mara nyingi. Na wakati mwingine natoka kwenye hiyo class ya kuomba, naanza kuuliza maswali. Hivi ile waga mnafanyaje? Hili likoje? Inakuwa ni shortcut. Tafuteni nanyi mtaona. Kwa unatafuta kwa hizo namna 4. Namna ya kwanza semaje? Namna ya pili. Namna ya 3. Namna ya 4. Waulize watu ni matokeo kwenye ile eneo. Mtu ana matokeo kwenye eneo la biashara. Nenda kamuulize, wewe unafanyaje kwa ile jambo? Anafanya vizuri kwa eneo fulani. Muulize maswali. Hapo ndo watu wengi kiburi kimewakamata, na kwa sababu ya iko kiburi
kimewabana pale pale, wameomba na hawatoboi. Anachosema ni kitu gani? Mimi nayokwenda kumuuliza fulani, mimi nayokwenda kumuuliza fulani. Siku zote kwenye maisha haya patakuwa na watu watakuwa juu yako, siku zote. Alafu nisikilize kingine, nitazame kila moja. Siku zote kwenye maisha haya kuna watu watakuwa juu yako. Moja, siku zote kwenye maisha panakuwa na watu watakuwa kuwa na mpaka hizo narudi. Siku zote kwenye maisha yako patakuwa na watu wenye matokeo kuliko wewe. So kama ndani yako unajisikia kwenda matokeo kuliko mimi, na unapata conviction ya ndani ya kwenda kumuuliza maswali, na uendi, maana pana kashida ndani yako, na toka siku au chukui hatua kwenda kumuuliza maswali, utakuwa umeblock hapo. Mithali sura 4 mstari wa 7. Ndio maana huu mstari wengi waga uelewe vizuri. Hekima basi hekima kwa mapato yako yote. Wakristo wengi ndio hiyo walikataa. Jipatie ufahamu. Yaani kwa gharama zote jipatie ufahamu. Kwa gharama zote jipatie ufahamu. Ufahamu utakufanya uone. Kwa gharama zote jitafutie ufahamu. Gani wachekesha kitu. Bwana, mtoto wa 3 alinipa kazoezi kazuri sana. Shekaina. Mimi nilishaka msimamo ya kwamba mke wangu hawezi kwenda ultrasound. Usiwahi kunisikia nimesema kitu kama hicho. Okay. Ila kwa sababu tumeomba, utasikia kwa lazima. Na maisha yako yatabadilika. Nilikuwa na yako msimamo. Haendi. Bwana, mzee wa kanisa akampima mke wangu, akamwambia tarehe fulani atakuwa amejifungua. Za mwisho kabisa, hiyo ndo maximum, atakuwa ameshajifungua. Inafika hamna kitu, hamna kitu. Mimi najisikia kwa mbali. Kangu anakumbuka maombi nilimwombe. Ndio siku niliyojua kwamba pana level za tofauti kabisa kwenye neno la maombi. Nikamwombea katika jina la Yesu, wiki hii haipiti. Wiki kapita, hakuna uchungu, uko sawa tu. Nikaanza sasa, mbona uko sawa hivi? Nikaanza msipaka na mimi ikawa inanichanga, mbona uko sawa hivi? Yaani mke wangu uko sawa kabisa. Sasa mimi nifanyaje? Ndio haiji sasa. Nikamwambia siku zimeshapita. Tukavuka tena wiki ya pili mbele. Hapo tumevuka. Ilipofika wiki ya 3, nilienda nikamshika mke wangu tumbo lake, nikaliombea lisali zima mpaka jasho likanitoka. Na moyoni mwangu nikasema hivi, hapa ni 3 days mbele. Kwa upako kutoka ndani yangu. Zikaenda wiki zingine 1.5 mbele. Sasa hapa sijaelewa. Sasa hapa pako sawa. Sasa nikaanza kuogopa kumwombea. Na kadri mnaombea yuko sawa kabisa. Nikaanza kumfanyisha mazoezi. Ndio tuombe. Nikamchukua tunaomba hapa kanisani. Naomba tunaomba. Nena kwa lugha hivi. Hakuna. Nikiwa naomba peke yangu hapa madhabahuni, nikamwambia Mungu, samahani, kuna kitu hapa sijakielewa. Hiki ninachokifanya mbona hakiko sawa? Mungu akaniambia hivi, peleka mke wako ultrasound. Nikasema hapo sasa, hapo ndo hatuwezi kuelewana. Hapo naharibu msimamo wa maisha yangu. Hapo hamna. Nikasikia inakuwa ndani yangu, mpeleke. Kumpeleka. Kumbe bado wiki moja mbele. Kwa makadirio ya mzee wa kanisa, yalikuwa ni mwezi mmoja nyuma. Yaani alifanya makadirio sio sahihi ndani ya mwezi mzima, imagine. Kwa ndo tuko ndani ya makadirio alafu bado wiki moja mbele. Nilikuwa mpole, sikuongea. Nikasema hivi, kuona na kujua ni tofauti na kuomba. Basi baada ya pale maombi yakabadilika. Tukaacha kuomba hayo maombi ya namna hiyo, maana ilikuwa ni kama vile vita sasa. Ni kama vile kuna nguvu ilikuwa inamzuia mtoto. Tukaacha. Na ilipofika wiki inayofuata akapata uchungu, akajifungua. Ikaishia pale. Mungu akaniambia vipi? Nikakumbuka maombi yangu yote yaliyopita. Kuna wakati unaweza kuona mbele za Mungu majegaba. Na ukimaliza hivyo ndani yako unajua nikimaliza hapa najibiwa hapo hapo. Ukashangaa.
Hapo ndo utaelewa. Tafuteni nanyi mtaona. Yaani usipotafuta unaweza kushangaa mnaanza kugombana na mke wako. Jifungue. Unakana mbona huko serious? Omba ujifungue. Na yeye anaanza kuwa frustrated. Umeona? Akasema Bishop Oyedepo, hakuna mlima mbele ya mtoto wa Mungu. Ujinga wake ni mlima wake. Hapajawahi kuwa na mlima mbele ya mtoto wa Mungu, ila ujinga wake ni mlima wake. Kwa ukiona mtu mlima uko mbele yake wa jambo fulani, ujue ujinga ndo mlima. Yaani uko kuna watu na mlima Kilimanjaro, kuna watu na mlima Katesh, kuna watu na mlima Sekenke, kuna watu na milima midogo midogo inaweza kuishaisha. Ila kila mtu ana mlima wake. Yes, ndo namzuia kuangalia upande wa pili. Hawezi kuona upande wa pili kwa sababu ya huo ujinga. Ukitafuta unaona. Kwa hizo kanuni. Wewe uko hapa kanisani, kuna jambo la feli kwa maisha yako, na kuna mtu kanisani ana hiyo neema. Si umfuate muulize maswali. Hapo unafanyaje eti? Uko na pili kwaje? Hiyo ndo level ya pili ya maombi. Yaani ukifika hapo hakuna ombi litakuchenga. Kila utakachokiomba lazima kijibiwe. Kwa sababu ukifika kwenye level ya kutafuta utaona tu. Ayubu 42 mstari wa 6. Wewe andika tu mstari yote. Unataka kuitafakari ingie ndani yako. Ayubu sura 42 mstari wa 6. Anasema hivi mstari wa 5 sasa. Nilikuwa nimesikia habari zako. Nimefanyaje? Alisikia. Alafu kwa kusikia kwa masikio. Check. Hii ni level ya juu. Bali sasa jicho langu linakuona. Sasa jicho langu linakuona. Ukitafuta utaona. Huyu jamaa alitafuta mpaka afikia hapo. Usifikiri ni mchezo. Huyu jamaa alimuongelesha Mungu maneno mazito mpaka Mungu akasema nani huyu atiaye mashauri kwa maneno yasiyo na maarifa? Yaani aliongea vitu vigumu mpaka Mungu akasema hivi, anatia mashauri kwa maneno yasiyo, anatia mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa. Anasema sasa jicho langu linakuona. Ukiona maombi yako yanabadilika. Ukiona maombi yako yanabadilika. Alafu ukiona hautapiga ngumi hewa tena. Ukiona ni kama Ezekiel akampiga Pelatia moja tu. Pelatia chini. Ukiona tarusha mara moja tu na target itakuwa ni hiyo hiyo. Kuona ni kitu powerful. That's why kama kuna ombi nilio kuambia mjiombe, ni lile ombi, Mungu fanya ndani yangu macho yanayoona. Fanya ndani yangu macho yanayoona. Ukikosea kuona, unakosea kuomba, utakosea, utajibiwa. So level ya pili, nitafuteni nanyi mtaona. Ukitafuta ni kuhakikishie utaona. Ukitafuta utaona. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa binti moja ambaye akawa anafuatwa na wanaume, alafu wanamwacha. Sasa anaendelea kwa kanisani haolewi na hivyo wanaume wanamwacha. Mchungaji wake siku moja akamwita. Na yeye akaenda kwa mchungaji, akamuuliza mchungaji, hivi nini kiko ndani yangu? Mbona kila mwanaume anayekuja kwangu waga akai na mimi? So mchungaji akamuuliza kitu, akamwambia wakijaga waga na wajibu vipi? Akamwelezea wakijaga waga na wajibu hivi na hivi. Unajua kuna wadada ambao shetani anaweza kumfunga akawa anajibu kana kwamba ana miaka 18. Yaani anaweza kuwa anamjibu mwanaume kana kwamba ana miaka 18. Yaani hamjibu tukiwa kwenye maturity, kwenye ukwaji wa akili na muda. So utakuta muda wako umeshaenda. So anamjibu kama mtoto mdogo. Mchungaji akamwambia hivi, ukiendelea kujibu hivyo utakana mimi hapa mpaka utazeeka. Akamwambia hivi, sasa atakaye kuja kama ukijisikia ni mtu sahihi, mjibu hivi na hivi na hivi na hivi. Na baada ya kutoka pale ofisini kwa mchungaji, kinachofuata ni aliolewa. Angeingia kwenye hatihati ya kutokuolewa kwa sababu ya mdomo. Kuna vitu vingine lazima utafute na uone, nilikuwa nakosea hapa, napaswa kufanya hivi. Bas, ukiona tayari kwenye klasi nyingine, katika mapato yako yote jitafutie ufahamu. Hiyo ni level nyingine ya pili. Level ya mwisho, andika, ni kiwango cha hekima. Andika kiwango cha hekima, wisdom realm. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kubisha kuna kupelekea ufunguliwe. Ninaomba Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Ngazi ya 3 ni ngazi ya hekima.
Hekima. Hekima ndio inayofungua milango. Andika hiyo point kabisa. Hekima ndio inayofungua milango. Hekima ndio inayofungua milango. Ukiona hekima iko mahali fulani, ujue milango itamfungukia sana huyo mtu. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Sasa nitakuonyesha namna ya kubisha leo. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Angalia Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Tusome wote kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje watu wazuri wa Mungu? Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Sikiliza kilichosemwa hapa. Ukitaka kuomba hekima, kama umeona umepungukiwa na hekima, nisikilize. Kupungukiwa na hekima maana yake ni kupungukiwa na matokeo au kutokuwa na matokeo kwenye jambo fulani. Andika hiyo point. Kwa sababu hekima ni matokeo na matokeo ni hekima. Yaani hekima bila matokeo hakuna. Ndio maana Yesu alisema hivi, hekima imejulikana kuwa na haki kwa watoto wake. So, result ndio hekima, matokeo ndio hekima. Ukiona matokeo kwa jambo fulani, maana yake una hekima kwenye hilo jambo. Ni rahisi sana. Hekima ni matokeo. Sasa msikilize. Kama mtu akona amepungukiwa na hekima, amepungukiwa na matokeo kwa jambo fulani, cheki ushauri wa Yakobo. Na niliwaambia kwamba Yakobo alikuwa ni mtume ambaye naambiwa alikuwa anaomba masaa mengi. Ni ndugu yake na Bwana Yesu. Huyu baada ya siku ya kumwona ile siku Bwana Yesu anapaa kwenda mbinguni bila kubebwa na kitu chochote. Ile siku na kitu kilimuingia. Naomba tokea siku alikuwa ni muombaji. Naomba alikuwa muombaji kwa level ambayo magoti yake pia mpaka alipata shida fulani. Kwa sababu ya kuomba kwa muda mrefu akiwa amepiga magoti. Sasa anakuambia hivi, kama matokeo yamepungua kwenye maisha yako, unaona milango inajifunga kwenye maisha yako, jambo la kufanya ni hili hapa. Anakuambia aombe dua. Sikilizeni. Dua Kiingereza ni supplication. Dua Kiingereza ni sawa na mtu anayebisha. Dua Kiingereza inatupa tafsiri ya yale maombi ya kugua yanayotaka njia mahali fulani. Yaani dua sio maombi ya kawaida ya kujijenga nafsi yako, sio maombi ya kutengeneza ushirika na Mungu. Ni maombi ambayo yanamfanya yule ambaye unadili naye asitulie. Hii ndio nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza. Ndio maombi ambayo yanatengeneza njia mahali fulani, mlango mahali fulani. Kubisha ni sawa na mtu anayeomba dua, anataka matokeo kwenye eneo fulani. Because wisdom is what to do on this. Imekaa kwenye action zaidi, yani ipo kwenye matendo zaidi. Aombe dua kwa Mungu, atapewa. Na unasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Angalia nikupe siri. Milango inafunguka kwa mtu anayebisha, kwa mtu wa hekima. Very important. Namfahamu kijana anaitwa Suleiman. Ndio kwanza amepewa uongozi wa ndio kwanza ameachiwa nafasi na baba yake. Huyu kijana nilikuwa najiuliza maswali. Nisikizeni kidogo. Hivyo na habari, Suleiman ile mara moja tu ameenda Gibeon, akafanya vitu viwili. Cha kwanza, alienda akaomba usiku wote. Cha pili, akaenda kutoa sadaka za maelfu ya wanyama. Ile tu peke yake ilifungua poto fulani, ilifungua ulimwengu wa roho namna fulani. Alafu Mungu akamtokea kwa njia ya ndoto. Alafu Mungu alichompa kijana akampa moyo wa hekima. Na cheki baada ya moyo wa hekima nini kilitokea? Dunia nzima ikamfuata Suleiman. Kijana alienda mlimani kubisha hodi na kumwambia Mungu, nchi sitaiendesha mwenyewe. Nahitaji matokeo kwenye nchi. Nahitaji nijue namna ya kuhukumu, namna ya kufanya. Akakaa kule, akaomba daima, akaomba usiku wote pale na kutoa sadaka nyingi. Mungu akamtokea kwa njia ya ndoto. Akampa moyo wa hekima. Dunia nzima ikamfuata Suleiman. Mimi maswali yangu yalikuwa ni hapa, kwa sababu Mungu alimtokea mara mbili Suleiman.
Nilijiuliza maswali. Hivi Suleiman angefanya kwenda tu kila mwisho wa mwezi, ile angekuwa mtu namna gani yule ndugu? Yaani afanye tu, angekuwa anaenda kila mwisho wa mwezi, anaenda mbele za Mungu, anatoa dhabihu nyingi na kuomba pale mlimani Gibeon. Nini kingemtokea yule ndugu? Kwa sababu nakozaka picha, Yesu amekuja kuvunja rekodi ya Suleiman. Maana yake haikuvunjwa na mtu yote, ilikuja kuvunjwa na Bwana Yesu. Nini kingemtokea yule ndugu? Kama mara moja ileta matokeo hayo, mara mbili ingeleta matokeo namna gani? Mara tatu ingeleta matokeo namna gani? Mtu ambaye jenga hekalu ambalo hakuna mtu ambaye kulijenga tangu hapo. Mtu ambaye bila sema hivi alifanya dhahabu ikawa kama nini, chuma. Yaani dhahabu ilikosa soko wakati wa Suleiman. Hayo matokeo ni kwa sababu mara moja tu alina kuomba dua mbele za Mungu. Alimlilia Mungu kule Gibeon na Mungu akampa hekima. Bishe nanyi mtafunguliwa. Mungu akamfungulia mlango, dunia nzima ikamfuata. Ndio hiyo inaitwa mataifa tajilia nuru yangu, na wafalme mwangaza wa kuzuka kwangu. Wafalme kutoka mataifa ya dunia wakamfuata, mpaka na malkia wa Kush wa Ethiopia, Afrika, alimfuata na akampelekea vitu. Unaambia hivi, dhahabu aliyomletea yule malkia wa Kush ilikuwa nyingi kuliko dhahabu ambayo aliwahi kuipokea. Think about that. No, sorry, vitu vya thamani alipokea kutoka yule malkia. Akawa anapokea zawadi, dhahabu na vitu. Watu wakawa wanamfanyia vitu Suleiman kwa sababu ya siku moja tu ya mlimani. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kala bashanda rabakosa. Hivi nasaidia maisha mtu mmoja mahali hapa. Hii level ya juu. Mithali 4:7 inasema bora hekima jipatie. Bora, imeanza kutumia bora hekima jipatie. Bora, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Bora jipatie hekima. Alafu naomba niwape siri moja kubwa sana ambayo naipata. Kwa nini unajua ufahamu na hekima ndio rank za juu kwenye maombi? Yaani muombaji mwenye hekima usimchezee, ni mtu hatari sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ufahamu na hekima hivi ndio vinadili na malango ya mji. Mithali sura ya 8 mstari wa 1. Sasa nakuonyesha bisheni nanyi mtafunguliwa. Unabishaje? Kwa kutafuta hekima. Hekima itafutu hivi hivi. Nataka niwaambie kitu hapo. Angalia jambo la ajabu, bisheni. Je, hekima anapiga kelele. Hekima ndio sawa na kubisha. Hekima ufahamu atoi sauti yake. Umeona hiyo kitu? Tena kuonyesha kinachofuata. Unaona kinachotokea pale? Juu ya mahali paliponuka karibu na njia, penye njia panda ndipo asimamapo. Endelea. Karibu na nini? Soma kwa zote. Karibu na nini? Na malango. Mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango. Anafanyaje? Anabisha. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Anapiga kelele, manake anabisha. Unajua tunavyoenda, kwa mfano umeenda kwa chumba cha mtu, naomba hivi, naomba unifungulie, naomba unipe kitu fulani. Anaweza akakusikia akasinzia. Ile ukienda pale ukaanza kumgongea mlango, ukashika kwa ukaligonga, anaweza kufungua, sio kwa sababu alikuwa anataka kufungulia. Anafungulia kwa sababu ya hasira ya namna unavyompigia kelele. Ndio yule mwanamke na yule kadhi dhalimu. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango. Anafanyaje kanisa? Anapiga kelele. Ndio bisheni nanyi mtafunguliwa. Sijajua kama naeleweka Roho Mtakatifu. Hii ndo ranki ya juu. Mwombaji mwenye hekima usimchezee. Mtu yote ambaye ana hekima usimchezee. That's why lapaswa kuwa ni ombi lako mara kwa mara. Nsikilize, sisi kutoka kwenye Waefeso sura 3 mstari wa 10 inasema hivi, ili kwa njia kanisa hekima namna nyingi. Sikiliza, ulimwengu wa roho ili kufungulia malango ya mji. Usifikiri unataka tu robo koparagadeba. No,
Kinachoogopa kwenye ulimwengu wa roho roboko toparaga, kwa sababu wale ni wengi na wamejaa na wanaga matokeo. Wengi mno makanisani. Unakuta mtu ana shati hilo leo miezi 6, alafu mkuta na viomba iko pakataka pakato, ila maka mzima shati hilo. Sio kwamba tunadharau watu. This is very sure. Sata. Hivi nimesema mstari gani hapa? Efeso 3:20. Chap 3:10. 3:10. Angalia. Unataka ufunguliwe milango. Unataka ufunguliwe milango kwenye mji, mfanya biashara mkubwa. Angalia. Ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu roho. Wafalme na mamlaka katika ulimwengu roho zinaogopa hii kitu. Ni tishio hekima. Mtu anayeogopeka kwa ulimwengu wa roho sio ananena kwa lugha. Anayeogopeka kwa ulimwengu wa roho ni mwenye hekima. Ukikutana na mtu mwenye hekima ni tishio kwa ulimwengu. You will find yourself unajua cha kufanya. Yani unasukuma kete moja hivi. Matokeo. Utaka unafanya tu, ukigusa hivi matokeo. That is wisdom. Huyo anaanza kuomba masaa 4. Alafu huyo anaanza kuomba dakika 10 akafanya jambo moja akapata matokeo. Sisemi kwamba maombi marefu ni mabaya. I pray. Lakini nimegundua kwamba hii ni kubwa kuliko. Ulimwengu roho unaogopa hii. Daniel kwa kuwa na hii hapa ndo akawa kiongozi wa wachawi. Hakuwa na kemia wachawi. Alikuwa na hii. Mchungaji mmoja wa kanisa lake alikuwa alikui, akachukua mchungaji msaidizi, akatoka njia panda, akachukua shoka, akamwambia nakata hapa katikati. Nikikata hapa utaona Jumapili. Watu tamwagika. Akakata njia panda katikati. Alivyokata, wakachukua shoka wakaenda kurudisha kwenye ziwa Victoria. Hapo ni nani? Usiku wa manane. Alafu Jumapili ndio washirika kwanza wanaisha. That's not wisdom. Ukiona hivyo juu hiyo sio hekima, kwa sababu hekima inagusa jambo moja tu na matokeo yanaonekana. Basi kumlilia Mungu akusaidia kwenye namba 3. Toka kwenye level ya maombi, sisema kwamba ni kubaya. Unaruhusiwa kumwomba Mungu, naomba nisaidie juu ya jambo fulani. Unaruhusiwa kabisa. Ukiona lijatokea, nenda kwenye tafuta uone. Nimekuonyesha namna ya kutafuta. Unaweza kutafuta kwa njia ya maombi. Unaweza kutafuta kwa njia ya maombi alivyofanya Ezekiel. Unatafuta kwa njia ya kusoma vitabu. Unaweza kutafuta kwa njia ya kuuliza maswali, kumuuliza Mungu maswali, kujiuliza maswali, kuuliza watu kupata matokeo maswali. Ndio namna zote hizo tunafuata ulimwengu wa roho ili upokee majibu yako. Ndio namna zote hizo. Hauachi hata moja. Afu kubwa zaidi ni hekima. Anasema Yakobo, mtu wako anapungukiwa na matokeo kwa nafsi fulani, naombe. Weka mikono yako mlicho. Pokea sifa na heshima na utukufu. Tunafanikiwa, tunaendelea mbele, tunakuwa na matokeo. Mungu anatukuzwa kupitia sisi. Tunasimama, tunathibitika, tunaendelea mbele. Katusa vila. Kwa sababu Mungu amefanya hizi siri zijulikane kwetu. Mtu wekeo yule sema kwamba mauti na kuzimu zilisikia habari zake. This is a man of wisdom. Naomba kitabu cha Radusha vila askalibra handos vila handos. Ayubu sura 28 mstari wa 22. Marandi ya kusa vila askalibra handos. Yaga bagadaga lagada baragada barande kusa vila askalibra hilos. Tusome kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa mno? Tumesikia. Anza mstari wa kwanza. Namalizia hapo na maombi jumla. Rikarabarade kozigede. Hii ni siri ya ajabu sana na wapo. Angalia. Hakika kuna shimo achimbako fedha. Hii ni hekima, ipatikani hewani hekima. Unatafuta kwa kubisha, kwa kuchimba. Na mahali wapatapo dhahabu waisafisayo. Endelea chap. Chuma ufukuliwa katika ardhi na shabu yeyushwa katika mawe. Binadamu ukomesha giza, tafuta mpaka hata mpaka ulio mbali.
mawe ya giza kuugiza tupu. Imagine. Yes. Hapo ndio level mbili zinaonekana hapo. Hufukua shimo mbali na makao ya watu. Ndio kama kina Yohana Mbatizaji. Yuko kule nyikani. Na angalia, utaka kujua na matokeo na matokeo, mji mzima unamfuata kule. Maana yake ni matokeo, that is wisdom. Ukisema Yohana ana hekima, umejidanganya. Mji mzima umemfuata kule. Mji mzima umemfuata kule. Angalia, hata watu wanaochimba dhahabu, wachimbagi ndani ya mji. Wako kule mbali. Nje kabisa ya mji. Ndicho anachokisema hapo. Usauliwa na nyayo zipitazo. Uning'inia mbali na watu. Uyumba yumba huko na huko. Usitulie mpaka umepata matokeo. Endelea. Katika ardhi ndimo kitokeamo chakula, na chini upinduliwa kama kwa moto. Sasa tunafuata. Mawe yake ni mahali zipatikana kwa yakuti. Yaani huko ndio vitu vyenye thamani vilivyo. Nayo ina mchanga wa dhahabu. Endelea chap chap. Njia ile itaonyesha ni njia gani hiyo? Njia ile, hii ndio ya level ya juu ya maombi. Mtu mwenye matokeo. Njia ile hapana ndege mkali ajuaye. Mtu anayeoperate kwenye hekima, hakuna pepo anajua njia yake. Hakuna pepo anaweza kumfuatilia. Hakuna monitoring spirits zinaitwa. Hakuna ndege mkali ajuaye, wala jicho la tai halijaiona. In fact, rudi kidogo hapo, hiyo tai Kiingereza chake imetumiaje? Vulture. Ni kuna wale wanyama fulani hivi anakulaga mandege fulani, vultures. Yeah, so ego. Ni vultures. Unafahamu wale ndege wanarukaga juu sana kuliko hata tai. Wale wako wanakula mizoga. Sio kama mnawafahamu. Kuna mandege fulani wanakula mizoga, vultures. Sasa haya ma vultures yanakulaga mizoga ni kama mapepo sasa. Yanatupia kansa watu na vitu kama hivyo. Ndio hapa siri. Endelea chap chap. Njia ile hapana ndege mkali. Okay. Wanyama wakali wajivunao hawajaikanyaga, wala simba mkali hajaipita. Hii ni njia ya hekima, nitaonyesha mbele. Mstari unaofuata. Unyoshea mwamba wa gumegume mkono wake, uipindua milima hata misingi yake. Hizo is very powerful. Hukata mifereji kati ya majabali, jicho lake huona kila kitu cha thamani. Yaani jicho la hekima huona kila kitu cha thamani. Endelea. Ufunga vijicho visichuruzike, na kitu kilichositirika ukifunua. Wisdom. Endelea. Sinaona anachokonclude. Yote anayosema yale juu nilikuwa anaishia hapa. Bali hekima inapatikana wapi? Ndio hiyo sasa, wanachimba mashimo marefu mpaka wanatoka nje ya mji kabisa kutafuta. Ndio inapatikana wapi? Ndio anakonclude hapa. Hekima inapatikana wapi? Na ufahamu, na mahali pa ufahamu ni wapi? Endelea. Mwanadamu hajui thamani yake, alafu wala haionekani katika nchi walio hai. My good God. Vile nilivyosema haimo ndani yangu, alafu na habari yasema haiko kwangu. Endelea. Haipatikani kwa dhahabu, wala fedha haitapimwa iwe thamani yake. Dhahabu na fedha. Ndio maana dhahabu wakati wa Suleiman ilikosa soko. Haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya Ofiri. Ilikuwa ndo dhahabu yenye thamani ya juu sana miaka hiyo. Wala kwa shohamu ya thamani nyingi, wala kwa yakuti ya samawi. Endelea. Dhahabu na vioo haviwezi kulingana navyo. Alafu wala kubadili kwake hakutakuwa kwa vyombo vya dhahabu safi. Kama kuna jambo la kulililia lidhirike ndo hili. Hekima ya namna nyingi. Havitatajwa fedhaluka wala bilauri, na mkima cha hekima chapita marijani. Endelea. Yakut na rangi ya manjano ya Kush haitasawazishwa nayo, wala haitatiwa kima kwa dhahabu safi. Hekima atoka wapi? Alafu na mahali pa ufahamu ni wapi? Tunafuata. Kwa kuwa imefichwa mbali na macho ya wote walio hai, na kusirika na ndege wangani. Endelea. Uharibifu na mauti vimesema. Ili mtu wa hekima ni hatari mno. Paka na uharibifu na mauti vimesema. Tumesikia habari zake kwa masikio. Umekujua kwamba mauti na masikio?
Na kujua kwamba uharibifu na masikio, uharibifu maana yake ni kifo. Mauti vimesikia kwa masikio, maana yake vina masikio. Ukisikia nasemaga mauti toka nje, inasikia. Lakini angalia, vinasema vyenyewe, sio kwamba amevikemea, sio kwamba vinasema vyenyewe. Yakobo, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Tumesikia habari za huyo jamaa. Huyo ataishi miaka mingi. Allah makosa pa. Ataishi miaka mingi huyo jamaa hivi. Tumemsikia. Endelea. Mungu ndiye aijuae njia yake. Seek God, you will have it. Ndio maana kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Mungu ndiye aijuae njia yake, naye anajua mahali pake. Mungu, ukimtafuta Mungu, anasema Yakobo aombe dua kwa Mungu na Mungu atampa. Si ni sawa Alafu endelea. Kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndio. Msome basi kwa sauti. Kumcha Bwana ndio, alafu kujitenga na uovu ndio fahamu. Endelea. Thank you Father. Mithali sura ya 3. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione taabu kurudiwa naye. Endelea. Mstari wa 12. Kwa kuwa Bwana ampendaye umrudi, kama vile baba mwanaye ampendezaye. Endelea. Mstari wa 13. Heri mtu yule aonaye hekima na yule apataye ufahamu. Endelea. Maana biashara yake ni bora kuliko dhahabu, biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Endelea. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vitu vitamanavyo vilinganishwi na yeye. Kaendelea. Ndio nikitaka hiki. Mauti vimesema, tumesikia habari zake. Ndio conclusion yake hii hapa. Huyu mtu huwezi kumuua. Huyu mtu kwamba wacha uwekae mahali afu afe. Afio zingizini. Hana hekima. Ndio maana Daudi alimwambia hivi Abner, kipumbavu. Huwezi kuwa mwenye hekima ukafa kifo kama hicho. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Mr. Wisdom. Alafu utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Katika mkono wake miwili juu. Kwa hekima hii Mungu akupe wingi wa siku. Kwa hekima hii Mungu akupe heshima. Kwa hekima hii Mungu akupe utajiri. Kama una imani inayotosheka kama ya kwangu, sema amen kubwa. Nasema akupe wingi wa siku kwa jina la Yesu. Ifike level ambayo mauti vimesema tumesikia habari zake. Mauti zitasikia habari zako. Uharibifu utasikia habari zako. Umaskini utasikia habari zako. Utasema tumemsikia kwa masikio yetu, huyo ameshashindikana. Ndo wewe kwa jina la Yesu. Huwezi ukakaa mahali hapa ukaikosa hekima. Kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima. Nami nakubariki katika jina la Yesu. Moja watu ambao watakuwa na matokeo kwenye maisha haya, Mungu hataacha ubaki wa kawaida. Utakuja na matokeo kwa jina la Yesu. Utakuja na matokeo kwenye eneo lako la wito, utakuja na matokeo kwa sababu umeshajua namna, umeshapata ufunuo. Utakuja na matokeo kwa jina la Yesu. Hautakuwa mwombaji, tutakuwa mwombaji mwenye hekima ya Mungu. Utajua cha kufanya kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen kubwa.